Okay, asante sana mtazamaji kwa kutuamini. Endelea kuichagua Clouds TV na Clouds 360. Tuendelee kuwa pamoja mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Sasa leo nilikwambia tutakuwa na ugeni mzito hapa studio na ugeni wetu tayari umekwisha kuwasili. Lakini kubwa zaidi ni kwamba leo tutaangazia kwenye eneo la mazingira. Mengi yamekuwa yakiendelea kama unavyojua, na wapo ambao wanaleta shida na kelele katika mazingira, kwenye mazingira kwa maana mitaani, kwenye kumbi za burudani. Kila siku pija imekuwa akisema bwana, unaweza kulala usiku huko ukasikia kamuziki kanapiga sehemu fulani, lakini yote hiyo inakuwa ni mazingira. Kadhalika viwanda navyo, Nongwa imekuwa katika maeneo mbalimbali imekuwa ikiendelea, lakini pia fursa za kiuchumi wa kijamii ni mambo gani katika, kama timu ya taifa ni lazima tukae chini tuweze kuzungumza, tuweze kupata majibu ambayo ni sahihi kwa manufaa ya taifa letu la Tanzania. Na ndio maana leo tukamuomba na kumsihi sana Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa aje tuzungumze naye tuweze kubaini yanayoendelea hapa nyumbani kwenye sekta nzima ya masuala mazima ya mazingira. Mheshimiwa, karibu sana. Asanteni sana. Tuna furaha kuwa na wewe asubuhi ya leo. Asanteni sana. Bila shaka hata sisi hapa kwetu mazingira yataenda kukaa vizuri zaidi. Asanteni sana. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, watu wengi wamekuwa wakisikia mazingira na wanakuwa wakifikiria labda pengine ni misitu, sijui majani, vitu gani, vitu kama, lakini hebu kwa tathmini fupi utuambie, tunapozungumzia mazingira ni mambo gani hasa ofisi yako inakuwa inayalenga kuyakava na kuhakikisha kwamba inaenda vizuri? Tunapozungumzia mazingira, ndio tunazungumzia chochote ambacho unakiona kilichokuzunguka. Okay. Na shughuli zote unazozifanya, mahala unapozifanyia, yote hayo ni mazingira. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa ningeweza kusema mazingira ni shughuli zote na vitu vyote ambavyo vinatuzunguka. Naam. Sawa. Katika muktadha huo kujibu kwamba ni vitu vyote na maeneo yote ambayo yamekuwa yakituzunguka kila wakati sisi kama mazingira, hebu tuangalie swala zima. Kumekuwa na malalamiko kuhusiana na masuala ya makelele kwenye, kama nilivyoweza kusema kwenye utangulizi wangu, kwenye maeneo ya kumbi za starehe, pengine baadhi ya maeneo ya watu na vitu kama hivyo. Hali ikoje kwa sasa? Na sheria pengine inasema. Na sheria inasemaje? Kwanza sheria hairuhusu kupiga makelele au kusababisha shughuli zinazopelekea makelele, na sasa kwenye makazi ya watu bila kibali. Kuna mazingira pia ambayo kama unafanya shughuli ambazo zinapelekea kelele, kibali unachopewa kinakupa masharti ya mazingira yako yaweje ili uweze kuendelea na shughuli zako hizo. Mathalan, kama mtu ana baa, ndio, ana ukumbi wa mziki, akipewa leseni ya kuendesha shughuli hizo, ndio, inabidi ukumbi wake ahakikishe una vimeza sauti, ufanye humu ndani kwako, lakini usimsumbue jirani ambaye yuko pembeni. Kwa hiyo kwa kweli sisi kama ofisi ya Makamu wa Rais na wizara hii ambayo inashughulika na mazingira, tumekuwa tukitoa elimu hii sana kwa wananchi wetu, wamiliki wa mabaa, wamiliki wa kumbi za starehe, wamiliki wa kumbi za sherehe mbalimbali. Elimu hii tumeitoa sana, na mimi nataka niwaambie Watanzania, pale inapofika mahala tumeshatoa elimu, tumeshatoa maonyo, tumeshatoa makatazo, makaripio, tumeshakuita, bado haucomply, haufuati, tutasimamia sheria, tutafunga, tutasimamia sheria. Ndio yatakuwepo malalamiko kwa yule tuliyemfungia na wanufaika, ndio, lakini tutakuwa tumewasaidia wengine ambao wanasumbuliwa kwenye jamii yetu tunapoishi. Wapo watoto wadogo wanatakiwa walale mapema, waepukane makelele. Wapo wagonjwa wanatakiwa wasisumbuliwe na makelele, lakini wapo watu wazee. Lakini hata wewe tu ukitoka kazini umechoka, unaporudi kwako unataraji ufike upumzike. Sahihi kabisa. Hatuzuii biashara hizo, isipokuwa tunataka biashara hizo zifanyike kwa taratibu, sio kwa uholela. Nchi hii tukifika mahala tukaruhusu tu uholela, eti kwamba huyu tukimfungia sio itakuwaje, tutakuwa taifa la ajabu sana. Na sisi kwa kweli watu tuliopewa dhamana tutasimamia sheria zilizopo. Na pengine katika hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri,
teknolojia inawabeba vipi katika utekelezaji wenu wa shughuli zenu za kila siku? Nikimaanisha kwamba tumekuwa tukisikia kwamba kwa mfano NEMKI wanakuwa wana device ambazo zina control sauti katika baadhi ya maeneo kama mabaa, kumbi za starehe na hata kwenye makanisa naweza kusema hivyo. Kwenye swala la teknolojia tukoje? Kwenye swala la teknolojia kama unavyofahamu, teknolojia yenyewe inakuwa siku hadi siku. Na sisi kama wizara na wamiliki wa taasisi hii ya NEMKI, teknolojia yetu pia tumekuwa tukiendelea kuboresha siku hadi siku. Kutoka kuwa na vifaa hivi vya mpaka mtu aende nacho apime hiyo sauti kutoka umbali alipo na mahala makazi sui alipo. Safari hii tumeboresha sana. Tunajiandaa kufunga mfumo na tuliuzindua siku ile wakati NEMKI inafikisha miaka 40. Mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumeuzindua mfumo ule na tunaanza kuufunga kwenye viwanda, mitaani, tunafunga kwenye mabaa. Unaitwa TOSEMS, Tanzania Online Continuous Emissions Systems. Ambao tutafunga hizo gadgets kila kona, kila mahala. Ukipiga tu kelele, gadgets zinasoma, signals zinakuja, tunajua sehemu fulani kuna shida, watu wanakukabili. Hii itatusaidia sana. Hata kwenye viwanda, ukitiririsha maji, gadgets zitasoma, taarifa zitakuja, tutakwambia ulitiririsha maji saa fulani, mahala fulani, kwa kiwango fulani. Na yalikuwa na kemikali, yalikuwa na madhara kwa mazingira. Kwa hii mfumo huu unakwenda kuturahisishia sana sana. Kwa nikubaliana na wewe kwamba teknolojia na mahala tulipofikia itatubeba sana katika kuzuia uchafuzi wa mazingira. Mheshimiwa Naibu Waziri, unadhani adhabu pengine ambayo imekuwa ikitolewa ni suluhisho, kwa sababu inaonekana kabisa kwamba baada ya muda watu wanafungiwa, baadaye wanarudi wanafanya lile, au kama unavyosema kwamba watu wanakuja na vifaa maalum kwa ajili ya kucheki sauti, lakini huenda akawa akajua kwamba hapa wamekuja watu kunikagua, akaweka sauti ndogo, baadaye umeondoka tu akafanya vile anavyotoka. Unadhani adhabu inayotolewa inastahili kufanya watu waendelee kuogopa au kufanya tu tutalipa and then tutaendelea? Lakini pia kwako wewe ni kero kubwa kwa kiwango gani? Maana unatoka frontline sasa hivi unaanza kukimbizana na watu katika mambo ambayo pengine unatakiwa kwa ofisini na kufanya majukumu mengine. Ndio maana sisi kama wizara na kwa kweli kupitia taasisi yetu ya NEMKI tunawekeza sana kwenye kutoa elimu. Tunataka jamii yetu ielimike, kila mmoja auone huo wajibu wa kuto kusababisha makelele, wa kuto kuchafua mazingira. Wajibu huu uanzie kwenye kaya, kwa sababu masuala haya ya uchafuzi wa mazingira, masuala ya kelele yanaanzia kwenye kaya, yanakwenda mahala watu wanapofanya shughuli zao za kila siku, yanakwenda kwenye taasisi. Elimu ndio tunayowekeza sana. Lakini kwa sababu Watanzania tumeshakuwa wengi, lazima pia tuwekeze kwenye kuzisimamia sheria ambazo tumeziweka. Na wewe unahoji kama sheria hizi adhabu zake zinatosha, hazitoshi. Kwa kweli kadri ambavyo tunapokea malalamiko haya ya wananchi, na ni wananchi hawa ambao ni wanufaika wa hizi sheria, tutaendelea kuangalia uwezekano wa kuzikaza zaidi hizi sheria. Kama mtu anaweza akafika mahala akaona kulipa faini kwake sio shida, leo analipa, kesho analipa, hilo ni hitajio la kisheria la sheria kubadilika. Ni maoni ya wananchi, tunayafuata na tunayapokea. Na mfumo wa mheshimiwa wa ufuatiliaji sasa, kwamba tumeshakupa onyo mara ya kwanza, mara ya pili unarudia kosa lile, mfumo wa ufuatiliaji ukoje katika pengine NEMKI au wizara kwa ujumla? Sheria ya mazingira kwa kweli tunaitekeleza kupitia sekta nyingi, taasisi nyingi za kiserikali na mamlaka nyingi mbalimbali za kiserikali. Kwa mfano si NEMKI tu peke yake, serikali za mitaa wanahusika, na serikali za mitaa kama unavyojua wanaanzia chini kabisa pale. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa yuko pale na kamati yake ya usalama ya mtaa wanafuatilia. Na sisi ngazi ya wizara na kwa maana kupitia NEMKI tunafanya ufuatiliaji wa mara kwa mara. Lakini kama nilivyosema, wananchi wakishafika mahala wakaelimika, akiliona hilo kosa linafanyika, hata ngoja mpaka mwenyekiti wa mtaa afike, yeye mwenyewe atatupa taarifa kupitia platforms mbalimbali ambazo tumeziweka. Lakini tunafuatilia kila mara, kila mahala. Taarifa hizi tukizipata tunachukua hatua. Tena hapo Mheshimiwa Waziri, mimi eneo malo ninaishi kuna kero hiyo. Lakini pembeni tu ya hiyo kero ni ofisi ya serikali ya mtaa. Sasa nina wasiwasi ni ufinyu wa human resource, yanaweza kama kwamba pengine labda rasilimali haitoshi kulingana na mahitaji. Hili likoje? Na kwa sababu hili ni jambo mahususi na umelisema,
baada ya kipindi hiki utanipa taarifa hizo tuzifuatilie. Lakini nitoe tu rai kwa maeneo yote, sheria yetu ya mazingira sura 191 tumeitungia kanuni mwaka 2009 ambayo inatoa mamlaka ya usimamizi wa taka kwenye maeneo yetu. Lakini vile vile sheria yetu hiyo ya mazingira inakataza habari ya makelele. Lakini sheria yetu hiyo ya mazingira inakataza habari ya uchafuzi. Kila mamlaka ya serikali kwenye ngazi zote isimamie sheria hii. Isimamie sheria hii, na wananchi kwenye ngazi zote, inapotokea umeona kitendo cha tofauti, kitendo cha uchafuzi, kitendo cha kelele, toa taarifa tu na sisi tutashughulika nayo. Sawa sawa. Mheshimiwa Naibu Waziri, tumeona kwanza tupate kujua status ya viwanda vyetu hapa nyumbani ikoje, hali kwa sasa hivi, kwa sababu tumeona hizi siku kadhaa kumekuwa na fungia sana ya viwanda, baadhi ya viwanda ambavyo vimekuwa vikikiuka taratibu na sheria ambazo zilikuwa zimewekwa kwa mujibu wa utunzaji wa mazingira. Pengine hali ikoje mpaka inafikia hatua hii sasa, unafanya ziara za kushtukiza kwa hiyo unakwenda kufanya vitu kama hivi? Kwanza niseme serikali yetu imefanikiwa sana kuvutia wawekezaji. Ndiyo. Na hususani wawekezaji kwenye viwanda. Na ndugu zangu, viwanda hivi ni one of the driving forces za uchumi wetu. Hivi viwanda vimetoa ajira kwa Watanzania wenzetu, viwanda vinatoa kodi, viwanda hivi vinaboresha maendeleo ya teknolojia. Kwa kweli sekta ya viwanda imekuwa sana. Na viwanda vyetu vingi vinafanya vizuri sana kwenye upande wa mazingira, kuhifadhi mazingira, kutunza mazingira. Viwanda vingi vinafanya vizuri. Nitakupa mfano. Pale Mkuranga peke yake kama wilaya wana viwanda zaidi ya 260. Na vingi vinafanya vizuri isipokuwa viwanda vichache. Kwa tunapofanya ukaguzi tunakuta viwanda vingi vinafanya vizuri sana. Kwa wale wachache ambao sasa wanakuwa hawafanyi vizuri, tunakaa nao, tunawapa elimu na tunawaelekeza kwamba boresheni hiki na hiki, kwa sababu sheria inawataka kufanya hivyo. Wanaoboresha tunakwenda nao vizuri. Ambao wanakaidi ndio hao unaona tunalazimika kwenda. Na kwa kweli kwa wale wanaokaidi sisi tutaendelea kuchukua hatua, kwa sababu hatuwezi kuwa na uwekezaji ambao unafanyika at the expense ya afya za Watanzania. Utiririshe maji, utiririshe kemikali, tukuelekeze haufuati, tukuzuie hufanyi. Hatuwezi kuruhusu huo uholela, hauwezi kuwepo kwenye nchi yoyote. Naam, ni kweli. Mheshimiwa Naibu Waziri, hebu tupige story kidogo kuhusiana na issue ya juzi Mkuranga. Kama sikosei ilikuwa ni Mkuranga. Naam. Kwenye uchafuzi wa mazingira, lakini pia issue ambayo iliibua sana mjadala katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kupatikana kwa sijui ni maganda ya risasi yale au ni risasi zenyewe. Hebu tuwekeane sawa kwanza. Kile kiwanda kinatengeneza risasi au risasi zilikwenda pale kama chuma chakavu? Kiwanda kile kwanza, kwa sisi upande wetu wa mazingira, ili uanzishe kiwanda kuna vyeti lazima tukupatie. Kwa maana kile cheti kinachoitwa cheti cha Environmental Impact Assessment, kwamba uwepo wa kiwanda chako hapa kwanza umeyakutaje mazingira, na uwepo wa kiwanda chako hapa unaweza ukaathiri vipi mazingira. Na tunakuelekeza sasa ufanye mambo 1, 2, 3 ili mazingira yasiathirike kwa uwepo wa kiwanda chako. Kwa tukishakupa hiko cheti ndio wewe unaanzisha kiwanda. Kiwanda kile tulichokitembelea Mkuranga hakina cheti hicho. Sisi kama ofisi ya makamu wa rais na kupitia NEMKI hatujasajili kiwanda hicho. Lakini kinafanya shughuli za kuzalisha nondo pale kwa kutumia vyuma chakavu. Wanazalisha, na maana wanafanya shughuli hiyo bila kuwa na kibali. Lakini vile vile kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, hata tu zile vyuma chakavu sisi tunaziclassify kama hazardous waste. Ni mabaki hatarishi. Lazima uwe na kibali cha kuyatumia au cha kuyarecycle, kuyaendeleza au kuyatumia tena. Lazima uwe na kibali. Vitu vyote hivyo wale hawana. Lakini tukaenda tukakuta hiyo kwamba pale kiwandani pana maganda ya risasi, lakini pana risasi ambazo pia hazijatumika. Sasa kwa sababu sisi mamlaka yetu
yako kwenye mazingira, hili la mambo ya risasi tulilikabidhi kwa vyombo vyetu vya usalama, na nafikiri wanaendelea nao kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Lakini kwa maana ya uchafuzi wa mazingira unaofanywa na kiwanda kile, wanatumia nishati ya oili ambao wakimaliza kuitumia wanatiririsha, lakini viwanda vya chuma vinatengeneza mabaki kama vumbi hivi ambao ndani yake ina heavy metals kama vile lead. Hiyo heavy metals inaweza kusababisha kansa kwenye afya ya binadamu, na yenyewe inatiririshwa pamoja na oil. Sasa watu hawa hawana vibali na wanafanya hayo makosa. Sasa ukienda hapo unaenda kuwarekebisha nini? Cha kwanza ni kusimamisha uzalishaji wa kiwanda hicho, ili sasa warudi, tukae mezani, tuelekezane, maana wameruka utaratibu na bado wameenda kuvunja sheria zilizopo za nchi yetu. Ndicho tulichokifanya. Lakini hapo kuna utata. Pana utata kidogo, lakini kwenye swali lako la utata naomba uweke pause tukalipe bill kwanza, alafu tutarejea hapa, tulipe bill ya matangazo alafu tutarejea na Mheshimiwa Naibu Waziri tuweze kuzungumza. Hilo swali lako lisave kwanza. Kwako Richard Kitwari, tafadhali tumalize kulipa bill alafu tuweze kuendelea hapa na mengineyo. Asante sana. Tumekwisha kulipa bili, tunaendelea. PJ, nilikuambia uweke nukta katika swali lako ambalo ulikuwa unataka kuliuliza baada ya Mheshimiwa Naibu Waziri kutoa majibu ya kiwanda kile. Tukukumbushe tu rafiki na mtazamaji wa Clouds System, tuko na Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia masuala ya mazingira na muungano, kaka yetu, ndugu yetu Ruben Kwagilwa. Nilikuwa na swali ambalo nilimuuliza Mheshimiwa, nilikuwa na utata kwamba sawa, tumekuta risasi kiwandani kwako, umezitoa wapi? Supplier wako ni nani? Pengine unazitumia kwa ajili gani? Maana kesije ikaibuka swala kwamba bana, inawezekana kuna watu ambao ni wahalifu wanakuja kutunza silaha zao mle ndani, ikiwemo risasi, lakini kivuli kinachosimama pale ni kiwanda. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri amenijibu vizuri, akasema kwamba hilo kwake inakuwa ni ngumu kwa sababu ni issue za kiusalama zaidi. Kwa hiyo na maana kuna mamlaka husika zitakuja kutujibu wakiwa pia na nafasi nzuri. Lakini hebu Mheshimiwa, mimi swali langu jingine hapa, tuangalie kuna vitu ambavyo vinajitokeza sana kwenye operation ambazo zinafanyika. Kuna kama conflict of interest, kwamba wapo wanaosema hatua kali dhidi ya viwanda zinaweza kuathiri ajira na uwekezaji. Pengine mnaitunzaje sasa hii mizania au mizani kati ya kulinda mazingira na kukuza uchumi hapo? Nafikiri kwenye dira yetu 2050 ambayo tumeiandika, ni kwamba tumeweka nguzo tatu. Ndio. Kwenye hiyo dira nguzo tatu, kitu chochote kikishaitwa nguzo ndo muhimili unaobeba kitu kingine. Nguzo ya kwanza tumesema dira yetu tunataka uchumi unaokuwa kwa kasi, uchumi shirikishi na uchumi utakaoendeshwa na sekta binafsi. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili tukasema tunataka mwaka 2050 ikifika, Watanzania wawe na huduma bora, elimu, maji, afya, nishati na vingine. Nguzo ya tatu tukasema ni uhifadhi wa mazingira pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa nini mazingira yameingizwa kwenye hizi nguzo tatu? Kwa sababu miaka 25 ijayo, kwa maana ifikapo 2050, tunakadiriwa, dira imekadiria tutakuwa Watanzania milioni 118. Lakini dira imekadiria kwamba ifikapo mwaka 2050 tutakuwa na uchumi wa dola trilioni 1. Shughuli za kutengeneza uchumi wa dola trilioni 1, manake kama ni kilimo, ardhi itakuwa imetinduliwa sana. Kama ni madini, ardhi itakuwa imefukuliwa sana. Uvuvi baharini utakuwa umefanyika sana. Viwanda hivi vitakuwa vimekuwa, vimeongezeka ili kufika huo trilioni 1. Sasa shughuli zote hizi, Watanzania wote hao milioni 118 na shughuli zao watafanya kwenye mazingira. Sasa ina maana ndo kusema mazingira ndo kifungashio cha dira
20 na 50. Sasa tusipoyasimamia mazingira na tukawa wakali kidogo, tukawa strict kwenye kuyatunza mazingira, hata haya malengo ya kufanya shughuli za uchumi wa dola trilioni 1 hatutayafikia. Mabadiliko ya tabia nchi yatakuwa makubwa sana, tutakuwa tumeleta athari kubwa kwa mazingira. Zitanyesha mvua kupita kiasi, kutakuwa na ukame kupita kiasi, kwa hatutafikia malengo. Cha kwanza ni mazingira, tunayatunza mazingira. Kwa kama ni kiwanda, tunawahitaji sana wawekezaji, na tunahamasisha usiku na mchana. Viongozi wetu wakubwa wanatembea dunia yote kutafuta wawekezaji waje, lakini mwekezaji tunayemhitaji na ambaye kwa kweli sisi Watanzania tungefurahi kuwa naye ni yule ambaye anajali afya za Watanzania, anajali mazingira ya nchi yetu, kwa sababu nchi hii tuna dhamana ya kuwa nayo leo na hata baada ya mimi na wewe kupita. Wapo Watanzania wengine watataka waishi miaka 100 ijayo. Kama hatukuyatunza mazingira, wataikuta Tanzania ya aina gani? Kwa hiyo nirudie kusema, nimetolea ule mfano wa Mkuranga. Kati ya viwanda 260 vyote vinafanya vizuri, ni wachache tu wasiofanya vizuri. Sasa hao ndio tunaoshughulika nao, na sisi kwa kweli hatuanzi tu na kumvamia mtu kwamba hapo umekosea. Ndio umekosea. La kwanza tunakuonyesha makosa yako, la pili tunakupa mambo ya kurekebisha, la tatu tunaendelea kukukagua, kufanya surveillance, kuona unaendeleaje, umerekebisha kipi, bado kipi. Lakini mtu anapokuwa ni mkaidi, anavunja sheria za nchi yetu, hatuwezi kuruhusu uholela. Hakuna nchi ya uholela. Na hapo sasa, Mheshimiwa Naibu Waziri, mnapokwenda kufunga sasa, baada ya hayo maonyo, mmetoa onyo, mtu anakaidi na vitu kama hivyo, tuangalie upande wa pili wa shilingi sasa. Maisha ya mfanyakazi ambaye kiwanda kimefungwa, huwa mnasaidiaje? Pengine au pengine wizara mnashirikiana na taasisi gani zingine kuhakikisha kwamba hawa wanafanya kazi ambao sasa kiwanda kifanya kazi bado wabaki nyumbani, wanapata stahiki zao? Huwa mnashirikiana wizara pengine na wizara zingine au taasisi zingine kuhakikisha kwamba haki ya hawa wafanyakazi inapatikana? Sisi kikubwa ambacho tuna baada ya kuwa imetokea hivyo kwamba mtu ameweka ukaidi uliopitiliza na hataki kabisa kujirekebisha, baada ya kuwa kwa mfano imetokea tumekifunga kiwanda, uzalishaji umesimama, then tunaendelea kukaa naye kumwelekeza sasa masharti ya muda mfupi, ya muda mrefu, ya muda wakati, afanya yatimize ili uzalishaji uweze kuendelea. Naam. Mheshimiwa Naibu Waziri, mpaka sasa pengine ni viwanda vingapi ambavyo vimefungiwa na vingapi ambavyo viko chini ya uangalizi? Kwanza ieleweke, kufikia uamuzi wa kufunga kiwanda huwa ni uamuzi wa mwisho kabisa kufanya. Viwanda vingi tunavyo ambavyo vinafanya vizuri, lakini tunavyo viwanda ambavyo viko kwenye uangalizi, vinaendelea kufanya marekebisho kidogo kidogo. Lakini na kwa kweli vipo viwanda ambavyo tumevifungia. Juzi tulifungia kiwanda kimoja kule Bagamoyo, lakini na juzi tena tumefungia kiwanda kingine pale Mkuranga. Lakini sasa hiki cha Mkuranga kwa kweli hakiko kwenye database yoyote. Maana yake naweza kusema tu ni kama kiwanda kinacho operate nje ya utaratibu. Na mimi labda nitoe rai kwa Watanzania, kwa wawekezaji, kwamba ni vyema kabla mtu hajaanzisha shughuli yake ahakikisha anafuata masharti ya usajili wa shughuli yake ndani ya nchi yetu. Na sisi ndani ya serikali ziko taasisi nyingi ambazo zinamguide, zinamuongoza mtu ili mwishole asije akaishia kuingia kwenye matatizo. Okay. NEMKI ipo kwa ajili ya kutoa elimu, wizara yetu ipo kwa ajili ya kuwaelimisha na kuwaelekeza, lakini sheria lazima zisimamiwe. Naam, sheria lazima zisimamiwe. Mheshimiwa Waziri, mpaka unafika kwenye kiwanda kama hicho unakuta kilikuwa hakina taratibu zozote, pengine NEMKI wao wanakuwa katika nafasi gani? Kwa sababu mpaka unatoka unafanya ziara ya kushtukiza unagundua kwamba hapa kuna changamoto. Labda NEMKI iko kwenye nafasi gani katika kuhakikisha kwamba pengine inaanza kabla ya wewe kufika pale? Kwanza labda niseme kwamba taasisi yetu hii ya NEMKI ni taasisi ambayo imeanza shughuli zake katika sura tofauti toka miaka ya 80 kitu 83 huko, na taratibu imekuwa ikikua, ikijengeka, ikiongeza uwezo,
na hata sasa si kwamba imeshafika kwenye capacity yake kabisa ya kuweza kuhudumia kwa 100% nchi nzima. Okay. Bado tunaendelea kuiboresha. Na ndio maana hata bunge lijalo la mwezi wa 9 ambao ni bunge la miswada, tunataraji kama serikali kupeleka mswada bungeni baada ya kuwa taratibu zote za msingi kukamilika, wa kuifanya NEMC kuwa mamlaka kamili. Okay. Yote hiyo ni jitihada za serikali kuhakikisha tunaendelea kuijengea uwezo NEMC ili iweze kuhudumia nchi nzima na maeneo yote kwa wakati wote. Okay. Naam, kwa hiyo pana huo uwezekano kwamba mtu fulani anaweza akafanya jambo na NEMC kwa scope yake wasiweze kucapture. Lakini kadri tunavyoifanya taasisi hii kuwa imara, mambo kama haya yatakuwa hayaonekani. Naam. Kwa hiyo kutokana na kwamba kutokupewa meno kamili ya kufanya shughuli hiyo, ndio maana baadhi ya vitu vingine inashindwa kuingia na kuvifanya. Naam. Okay, sawa. PJ, karibu. Mimi nijikite kwenye issue ya juzi. Hii kama sikosei kwenye jana hii Chanika. Jana usiku. Jana usiku. Hizi taarifa mheshimiwa unazipata wapi mpaka unasema nitakwenda mwenyewe? Nitakwenda mwenyewe kabisa kama kuna taasisi zingine zimeshindwa kwenda, mimi natia mguu pale. Unaota au kuna info za wananchi wanatoa? Kwanza ilivyo wizara inafanya kazi kwa ukaribu sana na NEMC. Na ndani ya serikali ni moja. Serikali ni moja. Haijalishi ni wizara gani, serikali tunafanya kazi kwa umoja na kwa pamoja. Swala la kutafuta taarifa, la kupokea taarifa, chanzo kikubwa cha taarifa ni wananchi wenyewe, ama wanaokeleka na kinachokuwa kinaendelea. Lakini wananchi wazalendo wanaoona kitu hakitendeki kisheria hutoa taarifa. Na sisi kupitia taasisi yetu ya NEMC tunazifanyia kazi taarifa hizo. Kwanza ieleweke kwamba NEMC inashiriki sana katika kuhakikisha inafichua haya yote ambayo mnaona tunakwenda kuyafanya sisi kama viongozi wakubwa. NEMC inakuwa imefuatilia kwa ukaribu sana kubaini. Okay. Naam. Mbali na hili la kufungia viwanda kutokana na changamoto mbalimbali na kutotimiza wajibu wao na sheria, mbali na kufungia pia baadhi ya maeneo yenye kupiga kelele kwenye muziki, ni changamoto gani nyingine ya mazingira ambayo pengine ni kubwa hatuitizami kwa ukubwa, ambayo imekuwa ikileta pia shida? Unajua changamoto za mazingira ni nyingi na zote ni kubwa. Ukataji wa miti ni changamoto kubwa kwenye mazingira yetu na athari zake ni kubwa sana. Uharibifu wa vyanzo vya maji ni changamoto kubwa sana na athari zake ni kubwa sana. Lakini vile vile kilimo cha uholela, mtu analima kwenye chanzo cha maji, mtu analima kwenye ardhi oevu, hii ni changamoto kubwa sana. Lakini uzalishaji wa taka kwenye ngazi ya familia, ngazi za taasisi, maeneo ya biashara, zote hizi ni changamoto ambazo tunakabiliana nazo kwenye mazingira, ambazo sasa tukiacha hivi vitu vikafanyika vinaenda kupelekea mabadiliko ya tabia nchi, ambayo athari zake mnakuwa na ukame wa muda mrefu, mnakuwa na mvua zisizotabirika. Mvua zinanyesha, zinabeba miundombinu, zinaleta mafuriko. Lakini vile vile hali ya joto linaongezeka sana. Na kwa sisi hapa Tanzania na duniani kwa ujumla, lakini nitaongelea zaidi hapa kwetu, zipo sekta ambazo zinaonyesha kuathirika kwa haraka sana na mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na uharibifu wa mazingira. Ndiyo. Sekta ya kilimo inaathirika sana. Sekta ya uvuvi inaathirika sana. Sekta ya maji, vyanzo vinakauka, panakuwa na ukame, inaathirika sana. Lakini miundombinu, mazingira yakiharibika, mvua zikanyesha, zitabeba madaraja, zitaharibu barabara, zinaturudisha nyuma. Na sekta kama hizo. Naam.
Mheshimiwa Waziri, tumeona umegusia swala la mabadiliko ya tabia nchi na mimi nikapata swali kichwani kwangu. Leo wakati tunawasilisha taarifa hapa, nimeona ile taarifa kuhusiana na joto lilivyoweza kuathiri maisha ya watu nchini Ujerumani. Takriban watu 23,900 wamepoteza maisha katika kipindi kile kifupi. Nikajiuliza kama wenzetu huko katika level hizo pia wamepitia changamoto hii kubwa, ni wazi kwamba hii mabadiliko ya tabia nchi haichagui nchi, haichagui maeneo. Pengine kuna siku inaweza ikaikumba nchi yetu. Tuna mikakati gani ya kuhakikisha kwamba sasa tunazuia uharibifu wa mazingira, ukataji wa miti kwenye vyanzo vya maji? Sheria zinasemaje? Ni zile zile au kuna sheria nyingine zimeongezeka kuhakikisha kwamba tunaanza kulinda mapema ili athari baadaye tusizipate? Ilivyo, kwanza ndugu mtangazaji, ni kwamba agenda ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni agenda ya kidunia. Wenzetu tunaona tu kwamba upande wao joto limeongezeka kiasi hicho, na sisi hapa joto limeongezeka, havilingani viwango. Kwa hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi ziko across dunia nzima, na ndio maana hata utatuzi wake dunia inachofanya, nchi zote tunachofanya, tunaingia maridhiano. Kwa mfano tuna maridhiano ya Paris ambayo ni karibia nchi 200 duniani kwa kuangalia athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tumekubaliana kutekeleza mambo kadha wa kadha, kila mmoja kwenye nchi yake anayewekea mkakati, anayewekea mipango, anaanza kutekeleza kwa lengo la kupunguza hizo athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kinachofanyika Ujerumani leo kinaweza kusababisha madhara Tanzania. Kinachofanyika Tanzania leo kinaweza kusababisha madhara kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo ndio maana hii agenda tunaipambania kwa mwelekeo, mtazamo wa kidunia. Sasa umeuliza kuhusu sheria zetu. Kadri changamoto za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi zinapotokea, changamoto za kiuhifadhi, changamoto za madhara yenyewe yanayojitokeza, kadri zinavyobadilika na sisi tunalazimika wakati mwingine kufanya marekebisho ya sheria zetu mara kwa mara. Na hata sasa hiki nilichotaka ukisema hapa kwamba mwezi wa 9 tutapeleka mswada bungeni, hiyo maana yake tunakwenda kubadilisha sheria. Yote hiyo ni katika kutafuta namna nzuri, sahihi na accurate itakayoweza kutuwezesha kushughulika na athari za mabadiliko ya tabia nchi au uharibifu wa mazingira. Kuna hapa Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna ushirikishwaji wa wananchi, kwa sababu anasema wananchi wengi wanataka kushiriki kulinda mazingira lakini hawajui waanzie wapi. Pengine ni hatua zipi rahisi ambazo kila mmoja anaweza kuanza nazo hii leo? Lakini hapa nikigusia kitu cha usiri wa mtoa taarifa. Kwa mfano ulivyokwenda kule Mkuranga kwenye kile kiwanda ambacho kimezozoa maswali, lakini hii ya jana kama sikosei Chanika, wananchi wengi naamini wana taarifa za viwanda vingi ambavyo viko katika maeneo ya makazi, ambapo na pia naamini vingine haviko rasmi kama ulivyokiita kile cha Chanika kama ni kiwanda bubu. Usiri wa taarifa uko katika sheria, kwamba mimi nakuja kukuambia Naibu Waziri, Sofia ana kiwanda anatengeneza pale ndani misumari, lakini sidhani kama yuko kihalali. Taarifa ninazokupa mimi inawezekana zikamfikia huyu kwamba alotoa mchongo mzima ni PJ, jirani yako hapo. Mimi nalindwa vipi na sheria? Kwa sababu hiyo kwenye ulinzi wa taarifa ndio ushirikishwaji wenyewe wa wananchi katika kuhakikisha kwamba hivi vitu vinaibuliwa, lakini mimi naitoa taarifa sasa kisheria natambulika na Wizara ya Mazingira na Muungano. Mimi nafikiri habari ya utoaji taarifa, kwanza niseme swala la mazingira ni swala la afya ya Watanzania, afya zetu sisi wote. Mazingira yakiharibika, kemikali zikatiririshwa kutoka kwenye kiwanda kimoja kwenda mtaani, tunaoathirika ni sisi Watanzania wote. Kwa sababu ni swala la afya zetu, ni wajibu wetu kila mmoja kuyalinda mazingira, iwe ni kwa kutoa taarifa au ni kwa kushiriki kuyatunza, ni wajibu wetu. Na kwa habari hii ya mtoaji taarifa na anayepewa taarifa, ni swala la ethics tu, ni swala la uzalendo. Wewe umekuja kunipa taarifa ambayo itatusaidia sisi wote, then mimi sina sababu ya kuivujisha taarifa hiyo. Tunachotakiwa ni kufanyia kazi jambo uliloleta, tuone lina uhalisia kwa kiasi gani,
halafu tuweze wote kujisaidia kwenye jambo hilo na kuondokana nalo. Lakini swala la mazingira, ukiacha kwamba ni swala la afya, swala la mazingira ni swala la usalama wa nchi. Swala la mazingira ni swala la usalama wa nchi, lakini swala la mazingira ni swala la uchumi wetu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba wananchi wanapoona changamoto za kimazingira wasisite kutoa taarifa, na viongozi wetu, viongozi wenzangu ndani ya serikali, viongozi kuanzia ngazi za serikali za mitaa, kwenye kata zetu, kwenye wilaya na kwenye mikoa yetu, tunapopokea taarifa za Watanzania wazalendo, wasamaria wema, ni vyema taarifa hizo tukazifanyia kazi na kujiridhisha uhalisia wake. Lakini kama ni jambo la kuzuilika, basi twende mbele na kulizuia. Kama ni la kurekebisha, twende mbele tukasimamia lirekebishwe. Lakini wakati huo tukimlinda mtoa taarifa. Kwa hiyo mimi nadhani niseme hizi ethics za kulinda taarifa unazopewa, wala hata haituhitaji twende kwenye sheria, inahitaji kuwa ni ethics, kwa sababu mazingira ni swala la usalama, ni swala la afya na ni swala la uchumi wetu. Okay, sawa. Mheshimiwa Naibu Waziri, turudi kwenye utirishaji wa maji taka, lakini pia na maji ambayo yana kemikali kutoka viwandani. Ni hatua gani tunazichukua kama serikali kuhakikisha kwamba tunadhibiti, lakini pia kutoa onyo kwa wengine pia wasiendelee kufanya mambo kama hayo? Kwanza ipo sheria ambayo inahusika na masuala yote ya utiririshaji wa maji au kemikali kutoka kwenye kiwanda kwenda kwenye mazingira. Na kwa mujibu wa sheria iliyopo, sheria hii inasimamiwa na watu wa mamlaka za mabonde ya maji, ndio wanaosimamia, kwa maana kwamba sheria ile huwezi kutiririsha maji kutoka kiwandani kwenda nje ya kiwanda kama huna kibali. Lakini kibali kile na sheria ile kinataka kwamba huwezi kuyatiririsha maji kabla ya kuyatibu. Ni lazima uyatibu ili yawe salama sasa kutoka kwenye kiwanda chako kwenda popote pale, iwe ni nje, iwe ni kwenye mifereji, lakini yakiwa yametibiwa, ina maana yako salama, hayatamuathiri mwananchi na hayataathiri mazingira. Kwa viwanda vyote, kila mtu anapotengeneza kiwanda chake, ipo mifumo rasmi. Unafunga kwenye kiwanda chako, unachuja yale maji, unayatibu yale maji, kwa sababu unayatumia na huwezi kuacha kuyatumia. Ili uendelee kuzalisha, lazima utazalisha na utatiririsha maji. Kwa kikubwa sio kuzuia tu utiririshaji, lakini tunazuia utiririshaji wa maji ambayo hayajatibiwa, maji ambayo si salama kwa mazingira na wananchi. Kuna kitu kimoja Mheshimiwa Naibu Waziri umekizungumza vizuri sana kwenye ishu ya taarifa, na hapa kuna mdau wetu anatufuatilia anaitwa Goodluck, mzee wa Meeda, akawa amenitumia baadhi ya picha kuhusiana na utaratibu wa madampo, kwamba hebu muulize Mheshimiwa Naibu Waziri, utaratibu wa utupaji wa taka kwenye madampo ukoje? Pengine vibali vinatoka wapi? Au inawezekana manispaa tu yenyewe inaamua bana, hili limejaa bana, nendeni mkatupe sehemu fulani. Yeye yuko Salasala. Na ametumia baadhi ya clip ambazo nafikiri kitabu producer amezipata. Sasa nataka tujue kuhusiana na hili hapa, utaratibu wa utupaji wa taka za jumla, kwamba tumeshatoa huko mitaani, sasa tunakwenda kutupa wapi? Kwa sababu unakuta kuna zingine, unakumbuka hata Sofia majuzi hapa, kuna mtu kuna rafiki yetu alituambia kuna dampo liko kwenye shule. Kwenye shule. Na hiyo kama alivyozungumza inagusa moja kwa moja afya za watoto. Sasa kwenye utaratibu wa utupaji wa taka, naamini kabisa kuna sehemu ambazo ni rasmi zimeainishwa kwa ajili ya utupaji wa taka, lakini inawezekana kuna ujanja watu ambao wanapata tenda hizi za kukusanya uchafu, wanaangalia pengine mileage, pengine umbali, kwamba nitoe gari langu hapa niende nikatupe Pugu, sijui Vingunguti, lakini sehemu fulani hapa kuna poli limejificha hapa, naweza nikatupa tu. Utaratibu ukoje wa madampo, Mheshimiwa Waziri? Sheria yetu hii ya mazingira sura 191 ni sheria pana sana, na tumelazimika kuitungia kanuni zaidi ya 12 kanuni za kuitekeleza. Okay. Sasa moja ya kanuni tulizotunga ni kanuni ya mwaka 2009 ambayo inahusu usimamizi wa taka. Na kanuni hii kwa kweli watekelezaji wake wakubwa tumewapa mamlaka TAMISEMI, kwa maana ya serikali za mitaa. Sasa kama unavyofahamu ndugu mtangazaji,
mamlaka za serikali za mitaa kupitia mabaraza ya madiwani ni mamlaka za upangaji, kwamba wanayo mamlaka ya kupanga matumizi ya ardhi kwenye eneo lao la kiutawala. Kwa hiyo tunataraji kwamba halmashauri zetu kupitia vikao vya mabaraza ya madiwani na mamlaka ya upangaji waliopewa, hatutaraji madampo yawekwe kwenye makazi ya watu na hata kama imelazimika kuwekwa temporarily, lakini clearance ya usafi ufanyike mara kwa mara. Labda tu nitumie nafasi hii, ndugu mtangazaji, kuwasihi na kuwaomba wakurugenzi wetu kwenye halmashauri zetu wasimamie swala hili la taka kama ambavyo sheria inawataka. Lakini vile vile halmashauri zetu kupitia mamlaka walio nayo, mamlaka ya kupanga matumizi ya ardhi, wapange vyema, maana halmashauri hizi zinaongozwa na mabaraza ya madiwani ambao kimsingi ni wawakilishi wa wananchi, ni wananchi wenyewe. Kwa kila wananchi kwenye eneo lao wapange vyema wapi dampo likae, waweke utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa taka, waweke utaratibu mzuri wa uteketezaji wa taka. Nafikiri tukifanya hivyo tutakuwa tunaitendea haki sheria na tunajitendea haki sisi wenyewe. Okay. Mheshimiwa Naibu Waziri, ni kero gani ya kimazingira ambayo unaona chini ya ofisi yako imeweza kutatuliwa kwa haraka? Kero za kimazingira ambazo tumezitatua ni nyingi, ndugu mtangazaji. Na kwa kweli uwepo wa ofisi yetu, kwa maana ofisi ya makamu wa rais eneo hili la muungano na mazingira, lakini uwepo wa taasisi yetu ya NEMKI na uwepo wa taasisi yetu ya kituo cha kuratibu masuala ya biashara ya kaboni, moja ya majukumu tulio nayo ni kutatua changamoto na kero za mazingira. Kwa hiyo kwetu sisi utatuzi wa kero za mazingira ni swala la kila siku, ni sehemu ya majukumu yetu. Chochote unachokiona kwenye mazingira kimekaa vizuri, hiyo ni kazi ya wizara na ni kazi ya serikali. Okay. Kuna swali hapa Mheshimiwa Naibu Waziri. Sofia, najua na maswali mengi, maana huyu mwana mazingira na mwana utalii. Na rafiki yetu mmoja tu Kaike anatufuatilia muda huu, anasema kaka Pije, naomba nitoe ushauri Naibu Waziri, kwanza kuwe na namba ya private ya taarifa kwa ajili ya dharura na kumlinda mtu wa taarifa. Anazungumza hivyo, anatoa ushauri wake. Kwa wakati wetu tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na namna ya kutoa taarifa. Kwa mekuwa kuna namba ambayo ni maalum. Pengine kama ipo utatusaidia Mheshimiwa Naibu Waziri. Lakini pili anasema angetengeneza ajira kwa vijana kama polisi jamii kwa ajili ya kero tofauti za kimazingira, wawe na FD machine kama watu wa parking ili kulinda mazingira. Okay. Lakini anasema pia kuna wauza samaki wa mafungu, maandazi, miogo, bado wanatumia vifungashio sio rafiki kwa afya ya binadamu. Hao tunawaangaliaje? Ni ndugu yetu Kaike ambaye maoni. Okay. Na hapa naomba nipitie kwenye maoni hapa naelezwa. Anasema tafadhali naomba muulize Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa nini alikuwa anaongea huku kiwanda kinaendelea kufanya kazi na yeye akiwepo? Wanajiuliza wakati kiwanda kile cha mifuko ile ya nylon, kwamba wao wanasema hapa haipaswi kuwa hivi, afu wewe unaendelea na kazi. Anajiuliza kwa nini hamwoni mheshimiwa yuko pale? Inakuwa kwake kidogo inamtatiza. Lakini pia anasema Cloud 360, namuombea kwa Mungu Naibu Waziri aendelee kupambania viwanda hatarishi kwa afya ya wafanyakazi na makazi yao, pia afuate haki za wafanyakazi ndani ya kiwanda na vipato vyao. Watanzania wanateseka. Esther anasema nipo Magu. Je, wafugaji wanapoingiza mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima, je, nao si uharibifu wa mazingira? Wakulima wanasaidiwaje? Na je, sheria inawalindaje wakulima au masuala ya wakulima hamhusiki? Naomba muulize Mheshimiwa Naibu Waziri. Nafikiri tungeanza tuulize kwanza hayo. Maana yatakuwa mengi alafu tutakuwa ni shida. Karibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru sana. Labda tuanze na huyu Kaike. Bwana Kaite. Ndiyo. Kwanza niseme kwamba ushauri wake tumeupokea. Lakini swala kwa mfano la taka, kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba zinazosimamia ni mamlaka zetu za serikali za mitaa ambayo ni sehemu ya serikali. Wale wapo kila mahala ulipo, yupo mwenyekiti wa mtaa. Kama ni kijiji, yuko mwenyekiti wa kijiji.
kama ni kitongoji, serikali yote ya kitongoji iko pale. Kwa tujenge kwanza utamaduni wa taarifa hizi kuzifikisha kwa viongozi wetu waliopo kwenye maeneo hayo. Lakini wenzetu wa TAMISEMI wamekwenda mbali sana, wameendelea sana. Wana call center, wana kituo maalum TAMISEMI cha kupokea kero mbalimbali, changamoto mbalimbali ambazo wananchi wanapitia. Na kile kituo kinafanya kazi nzuri sana ya kupokea maoni ya wananchi, kupokea taarifa kama hizo. Labda tutafanya mpango hapa baadaye kwenye kipindi cha kesho, mtawapatia namba hizo za kituo cha TAMISEMI ambacho kwa kweli ndo mahala wananchi waliko, na wizara yetu hiyo ya TAMISEMI inafanya kazi nzuri sana ya kuwasikiliza wananchi na wafikishe maoni yao. Haya mengine ambayo ameyashauri tunayapokea, tunaendelea kuyapokea. Yule mwingine huyu ndugu yetu hapa hajatuambia jina, anasema kwa nini waziri anazungumza afu bado kiwanda kinaendelea kufanya kazi. Naam. Kama unavyofahamu hapo ilikuwa ni saa 5 usiku. Kwa hiyo tumefika kiwandani saa 5 usiku. Unajua tukio kama hilo linapotokea, baadaye inabidi kuwe na mwendelezo wa kisheria. Kwa hiyo haya mengine tulikuwa tunajaribu tu kuendelea kutengeneza mazingira ya kiushahidi. Wasije watu ukaenda baadaye wakabisha hili wakabisha lile. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kuyachukua mazingira kwa uhalisia. Naam. Sawa. Esther ambaye yuko Magwa kawazungumza kuhusiana na wafugaji wanapoingiza mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima. Je, nao si uharibifu wa mazingira? Wakulima wanasaidiwaje na sheria ikoje na mlindaje huyu mkulima? Jambo hili la wakulima na wafanyakazi, viongozi wetu wakuu wa nchi wamekuwa wakilitolea maelekezo mara nyingi sana. Wakulima na wafugaji. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kila mara anapopata nafasi na fursa ya kuzungumza na Watanzania anahimiza umuhimu wa jamii zote hizi mbili kuheshimiana na kuishi kwa pamoja. Makamu wa Rais vivyo hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu vivyo hivyo. Tanzania yetu hii toka zamani sisi tunakuwa ni Tanzania ya wakulima na wafugaji na baadaye wafanyakazi. Na tumekuwa hivyo kwa pamoja jamii zote mbili. Na kwa kweli viongozi wote kwenye chain lazima hili tulisimamie. Na sisi upande wa serikali tumekuwa tukitenga bajeti. Mheshimiwa Rais kila mwaka anatenga bajeti kwa ajili ya kuipima ardhi yote ya Tanzania na kupanga matumizi bora ili kuondoa huo mgongano wa mwingiliano ambao sio wa lazima. Naam. Sawa. Kwenye message nyingine naomba nizimalizie hapa Patapiji. Anasema anaitwa Alex Benedict wa Tabata, anayoyafanya Mheshimiwa Naibu Waziri yupo sahihi, lakini je, siku zote watendaji wake wa chini walikuwa wapi kufuatilia hayo mpaka wamwache waziri akafanya hiyo shughuli hiyo? Yanauliza hivyo. Alafu mimi naitwa Hamza Akilimali wa Kirumba Mwanza. Namkumbusha kuhusu majumba ya ibada na majumba ya starehe. Kwa kweli wametuchosha kwa kelele wakiambiwa kuhusu hilo ni watu wa dharau na kiburi. Kutoka Kirumba Mwanza. Naam, nashukuru sana. Ndio. Watu wetu siku zote wapo wanatekeleza majukumu yao. Na tunawapongeza. Wanajitahidi sana watumishi wa serikali na hususani watumishi wa NEMKI, maafisa wetu wa serikali za mitaa mahala waliko kwa ajili ya kukabiliana na hizi changamoto. Lakini nitoe rai pia, wote ambao wako kwenye mnyororo wa kusimamia sheria hizi wafanye kazi. Asitokee mtu ana wajibu wa kufanya alafu anaukwepa na mambo yakaenda mlama. Lakini walio wengi, watu wetu wanajitahidi sana kufanya kazi ili kwamba changamoto hizi zisijitokeze. Hili la mwisho ametaka kufahamu. Hili la mwisho naomba nirejelee hapa. Anasema anaitwa Hamza wa Kirumba. Namkumbusha kuhusu majumba ya ibada na starehe. Naam. Ambao anasema akiwaambia wanakuwa kama wanaleta dharau. Sawa. Sasa masuala haya ya nyumba za ibada, mimi nafikiri jambo la muhimu hapa ni kuelimishana tu. Tuelimishane
na elimu hii ianzie ngazi ya familia, elimu hii iende ngazi ya jamii nzima. Ndio. Kwamba ni muhimu sana tunapofanya shughuli zetu, si tu hizi za ibada, tukaangalia kwamba shughuli unaoifanya haisababishi kero kwa mtu mwingine. Shughuli unaoifanya haisababishi kero kwa mtu mwingine. Iwe ni baa umefungua, haisababishi kero kwa mtu mwingine. Kwa sababu mle kwenye majumba tunaoishi wapo watoto wadogo ambao wangependa utulivu muda wote. Wapo wagonjwa wangependa utulivu muda wote. Lakini wapo watu wazee na wakati mwingine tu mtu umechoka na majukumu yako, ungependa ukirudi nyumbani. Na nafikiri ni swala la elimu. Tuendelee kuelimishana, na nyinyi vyombo vya habari mnafanya kazi nzuri sana ya kuielimisha jamii yetu. Tushirikianeni tu. Sawa. Kuna mdau anaitwa Shagile hapa, Brigadier, anasema tunajua barabara ziko chini ya TANROADS na TARURA, ila kuna changamoto ya barabara kuwa chafu sana na kupaki maroli au kutengenezwa pembezoni mwa barabara. Matokeo yake unamwaga oili chafu na uchafu mwingine. Pamoja na hayo, kama NEMC au kama wizara, hili mmekwisha litazama? Mfano mzuri, ukiangalia maeneo ya Tandale na ukiangalia pengine maeneo ya pale Bunjubi pale, kuna kero kubwa sana namna hiyo. Sasa hapa ni kama wizara mpo au pengine mnategemea manispaa au ni jukumu la nani sasa kuhakikisha kwamba hilo kidogo linapaziwa sauti? Hilo linaangukia kwenye mamlaka nyingi. Ukishataja barabara, wenzetu wa barabara, sheria ambazo wanazisimamia zinawapa mandate ya masuala mengi sana kwenye wigo ule wa barabara zote. Lakini vile vile barabara hizi haziko angani. Barabara hizi ziko ndani ya serikali zetu za mitaa, majiji, wilaya, ziko huko na kote huko wanafanya hiyo kazi ya kuhakikisha haya mambo hayajitokezi. Ndio maana nasisitiza taarifa ziendelee kutolewa, na kwa maeneo mahususi kama haya ambayo umeyataja, sisi ndani ya serikali tutaya communicate, kwa maana tutawasiliana ndani ya serikali ili kuweza kuyatupia jicho. Mheshimiwa Naibu Waziri, hivi katika hizi operation ambazo umekuwa ukizifanya, ni ipi ambayo imekupa wakati mgumu sana pengine, na ni kwa nini? Maana bwana, kuamka usiku kuanza kurumbana na watu huko kwenye maviwanda. Watu wanaweza kutoka na mapanga huko. Changamoto. Operation hizi tunazozifanya kwa kweli ni usimamizi wa sheria. Usimamizi wa sheria. Sheria yoyote unapoitekeleza, kuna upande watasema safi, kuna upande watasema hapana. Nafikiri kikubwa ni kuendelea tu kuzisimamia sheria. Lazima tuendelee kuzisimamia sheria. Kwa wakati mgumu unakuwa ni huo, kelele za wale ambao wanafikiri kwamba kwa kuisimamia sheria hiyo umewafanya wao uncomfortable. Lakini wewe unatekeleza majukumu yako. Lakini mimi kwa kweli sitaacha kusimamia sheria, kwa sababu sheria zinatungwa na bunge, na bunge ni bunge la wananchi. Ni wananchi wenyewe ndio tunatunga sheria. Kama tukifika mahala tukaona kwamba tunataka tuwe na nchi ambayo mtu anaweza akatupa tu matakataka, mtu anaweza tu akatupa makemikali akatiririsha, then tutungeni sheria hivyo. Lakini as long as zilizopo kwa sasa zinazuia mambo kadha wa kadha, hayo hayatafanyika tukiwepo, tutazuia. Sawa. Una tangu umekuwa ofisini, Mheshimiwa Naibu Waziri, una lipi la kujivunia kwamba nimeingia kazini hapa, lakini kuna kitu kimoja hapa, 1 2 3 nimefanyia kazi hapa kweli mimi kidume? Hapana, sina la hivyo. Sina la hivyo la kujivunia kwa mtazamo huo. Lakini kikubwa ninachojivunia toka nimeingia kazini, ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, ninajivunia ushirikiano mkubwa kwa wenzangu ambao nafanya nao kazi pamoja. Najivunia ushirikiano mkubwa wa Mheshimiwa Waziri Injinia Masauni kwa maelekezo yake muda wote. Lakini kama unavyofahamu, ofisi yetu sisi iko chini ya Makamu wa Rais. Muda wote tunafanya naye kazi kwa ukaribu. Tunajivunia maelekezo yake anayotupa, miongozo na ushauri. Lakini wizara yetu, katibu mkuu na wataalamu wake ni watu rahimu sana. Lakini watu wanaozingatia weledi. Kwa hiyo mimi najivunia kuwa sehemu
ya timu hii kubwa na kufanya majukumu ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais. Tena hapo samani Sofia, sasa mazingira na muungano hayo unayozungumza hapa Mheshimiwa Naibu Waziri, ndio hayo pengine yanatekelezeka hata kule visiwani Zanzibar. Kimuungano tukoje katika swala la mazingira? Tunao ushirikiano mkubwa sana wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwenye swala zima la mazingira. Tarehe 5 Juni, nitakupa mfano. Tarehe 5 Juni ilikuwa ni siku ya mazingira duniani. Mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Makamu wa Rais kule Dodoma. Pale tulizindua mpango mkakati mkubwa wa kimageuzi wa usimamizi wa mazingira ambao huo ndo tutakwenda nao kwenye dira yetu hii ya 2050. Mpango huu una mambo mengi, upandaji wa miti, utunzaji wa vyanzo vya maji na umeweka malengo mbalimbali. Kwa mfano kwenye kupanda miti tumejiwekea kila mwaka, kila halmashauri kwenye huo mpango mkubwa itapanda miti 1.5 milioni, 1.5 kila halmashauri upande wa bara. Lakini upande wa kule Zanzibar mpango huu umeweka kila mwaka Zanzibar kutapandwa miti 3 milioni. Kwa hiyo tunashirikiana. Lakini si tu hivyo, sisi huku Tanzania bara taasisi yetu ya kusimamia mazingira ni NEMKI. Wenzetu kule wana chombo kinaitwa ZEMA. Ni mamlaka. Mamlaka hizi mbili kwa maana ya baraza letu la mazingira pamoja na ZEMA ya Zanzibar wameshakaa chini na tumeshaandaa MOU, makubaliano ya mashirikiano ya namna ya kuyashughulikia majambo ya mazingira kwa pande zote mbili. Kwa ushirikiano ni mkubwa sana. Lakini si tu hivyo, tuna miradi ya kimazingira ambao unakuta unatekelezwa huku kwenye halmashauri za Tanzania bara na tunautekeleza upande ule mwingine. Kwa ushirikiano ni mkubwa sana. Sawa. Kama ilivyo kwenye sekta nyingine. Na mimi nilikuwa nataka nirudi kwa Mheshimiwa Naibu Waziri nimuulize miradi ya kimkakati ambayo mikubwa ameweka ya kimazingira. Ametutajia hapa tayari baadhi ya hiyo ambayo iko. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri, muda wetu nao unakimbia. Kuna swali moja, kuna swali hapa. Maswali ni mengi, lakini kama unaweza kulijibu ni sawa, lakini kama hata utalijibu pengine mamlaka ambazo zinahusika zitaweza kujibu. Huyu ni mwanahabari mwenzetu anaitwa Emmanuel Helman. Ndio. Anasema kaka kwema, mji ni mchafu. Kila mfanyabiashara anakimbia soko na kwenda kujenga kibanda barabarani. Mfano Mbezi, nafikiri kule kwa Magufuli, na hata barabara hazionekani wala kupitika. Barabara nzuri zilizojengwa zimeanza kuvamiwa na wafanyabiashara. Tulitarajia jiji zuri hili liwe kama mji wa Kigali. Tunakuwa mawapi? Tusaidie kumuuliza huyo muungwana Naibu Waziri. Sasa kama utakuwa kwenye nafasi ya kulijibu. Kwenye huu mpango mkubwa ambao tumeuzindua siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni na ambao ndo mpango tunaokwenda nao kwenye dira 2050 umeainisha pia kwamba moja kati ya maeneo ambayo tutaenda kuyaangazia usimamizi wake wa mazingira, mipangilio yake ni sehemu za majiji yetu makubwa, na umetaja kabisa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha na Dodoma. Kwa hiyo ni mtoe tu mashaka kwamba tumejipanga vizuri kuhakikisha miji yetu inakuwa misafi na inakuwa mizuri. Na labda tu kwa kuongezea mwaka huu Tanzania ni mwenyeji wa mkutano mkubwa wa kimataifa wa utunzaji wa mazingira unaotokana na mkataba wa Nairobi ambao utashirikisha nchi karibia 10. Lakini agenda inayotukutanisha ni namna ya kutunza, kuhifadhi rasilimali ambazo ziko kwenye ukanda wa bahari hasa magharibi mwa bahari ya Hindi ambao kimsingi Dar es Salaam ni sehemu ya eneo hilo, Tanga jiji ni sehemu ya eneo hilo. Kwa mkutano huu utafanyikia Dar es Salaam, utafanyikia hapa Dar es Salaam na utafanyika kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 9 mwezi wa 10. Kwa hiyo yote hiyo inaonyesha namna tulivyojipanga, ukiacha mipango ya ndani, lakini mashirikiano yetu kimataifa ni makubwa sana katika kuhakikisha miji yetu na mazingira yetu kwa ujumla yanakuwa vizuri. Sawa. Umezungumzia issue ya mazingira kwenye masuala ya miji. Nikakumbuka kulikuwa kuna issue inazungumziwa ya masuala ya upakaji wa rangi
mionekano ionekane vizuri. Alizungumza mstahiki meya wa Kinondoni, mstahiki meya Songoro. Kuhusiana na nyumba zile zipakwe rangi, yani miji ikae vizuri, hata wageni wote wanapokuja wanaona kabisa huku hili likoje. Kama nilivyotangulia kusema halmashauri zetu ni mamlaka za upangaji. Halmashauri zote 184 nchi nzima. Ndiyo. Kila halmashauri ni mamlaka kamili ya upangaji. Kwa kila halmashauri inaweza ikaamua ifanyeje kwenye jambo lipi. Kwa mfano ukitembea na ndege unapokaribia kutua Dodoma, unaona hapa kuna mabati yana rangi nyekundu pale yale yote ni maamuzi ya ndani ya halmashauri. Watu wanakaa na kuamua. Ndio maana hata hiyo kauli uliyoisema imezungumzwa na meya wa eneo husika. Na ni nzuri kufanya nyumba zetu zikae vizuri, zipendeze. Kwa Afrika Mashariki tuko namba ngapi, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwenye utunzaji wa mazingira? Maana naona kama watu wanazungumzia, wanataka kutuambia si hatuko sawa. Wanazungumzia sijui mara Rwanda wapi. Sisi tukoje? Maana tunafanya shughuli nzuri, ukiangalia mioto ya asili. Labda ikoje kwetu? Sisi Tanzania actually sitaki kusema tunajilinganisha na nchi nyingine. Lakini nataka tu nikwambie na niwaelezeni ndugu watangazaji na Watanzania wanaonitazama. Sisi ni miongoni mwa nchi zinazofanya vizuri sana kwenye eneo la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, lakini na kwenye kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndio. Wakati naanza kipindi hapa, nafikiri ilikuwa kule kwenye redio, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameteuliwa na ametambuliwa kuwa champion namba 1 ndani ya nchi yetu, ndani ya Afrika Mashariki na duniani kwenye matumizi ya nishati safi na salama. Dunia inatutambua. Nyie mnaongelea Afrika Mashariki, dunia inatutambua katika hilo. Sawa. Sasa Mheshimiwa, wakati tunaenda kuhitimisha, pengine tumeona changamoto ya mifuko. Kiwanda kile umetoa adhabu, umewapa kauli pale. Mifuko ipo kwenye masoko, kwenye maduka mbalimbali, kwenye mabucha wapi, kwa barabarani ukitaka kitu kidogo wametumbukizia kule. Yaani tulikuwa tumeenda vizuri kwenye utaratibu ile mifuko ambao mpaka SIDO mimi nakumbuka nienda SIDO kusoma jinsi ya kutengeneza ile mifuko ya kufanya package ile ya karatasi. Sasa hii mifuko ambayo imezagaa huko kama hii ambayo tunaiona hapa kwenye runinga, hii tunaiondoaje? Nakushukuru sana. Na umezungumza vizuri kwamba jambo hili lina background. Mwaka 2019 kama serikali na kama nchi tulifika mahala tukatoa katazo kisheria. Sheria yetu ya mazingira sura 191 kifungu cha 232F tulikitungia kanuni za kuweka katazo kuhusu jambo la uzalishaji wa plastiki. Katazo hilo linasema hairuhusiwi mtu yoyote kuingiza ndani ya nchi, kuimport. Hairuhusiwi mtu yoyote kuexport nje ya nchi hiyo mifuko ya plastiki. Hairuhusiwi kuzalisha hapa ndani. Hairuhusiwi kuhifadhi. Yaani hata ukikutwa tu umehifadhi, tukikukuta umehifadhi, si umeweka kabatini, umeweka kwenye godauni, umeweka chumbani, ni kosa kisheria. Hairuhusiwi kuuza wala kutumia. Tumepiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Lakini tunatambua pia kwamba kuna maeneo lazima tuendelee kutumia hiyo mifuko ya plastiki. Maeneo maalum, kwa mfano, eneo la uhifadhi wa madawa, kuna plastiki iliyokubalika kutumika. Eneo la kilimo, vile viliba, kuna mahala pa kuhifadhi unyevu, tumeruhusu kisheria kabisa. Na tumeweka masharti magumu sana kwenye viwanda vinavyozalisha hivyo. Lakini vile vile ukienda kwenye ujenzi, tunatumia hiyo. Sasa viwanda, kuna viwanda bubu, hivyo ndio nilivyoviita viwanda bubu. Yaani kwamba mtu pamoja na katazo la sheria hii, mtu anafanya kwa kujificha bila kuonekana, anaweka kiwanda kake, anaanza kufyatua mifuko ya plastiki ambayo kisheria imezuiliwa. Sasa viwanda hivyo unakuta hakina usajili na hakitambuliki popote, na kwa sababu sheria inakataza kuzalisha, total ban kwenye kuzalisha plastiki hizo za kutumia mifuko ya plastiki hiyo. Wanafanya kinyemela. Ndio maana nimeenda Chanika jana usiku saa 5 nikakuta moja ya kiwanda kama hicho. Kwa kweli viwanda kama hivi, hata watu wakisema kwamba mbona mnafungia viwanda, pale hatufungii kiwanda, ule ni uhalifu.
Sheria imekataza kuzalisha plastiki ya aina hiyo, wewe unazalisha. Sisi hatukutambui wewe kama kiwanda, tunatambua kama mhalifu. Na ndio maana tumechukua hatua ile tutawafikisha kwenye vyombo vya sheria. Okay. Hao walioko masokoni sasa ambao tayari wameshapelekewa tunaondoaje? Maana bado ni tatizo. Nimetoka kusema ni kosa kisheria kutumia hiyo mifuko ya plastiki hata tu kuisafirisha. Kwa hiyo nitoe rai, mtumie nafasi hii na kipindi hiki kuwaomba sana Watanzania, kuwasihi sana Watanzania, tulishakataza matumizi ya mifuko ya plastiki. Plastiki hizi, ndugu watangazaji, tukiziacha zina madhara makubwa sana. Kwanza kwenye afya zetu, lakini pili kwenye mazingira. Kuna aina fulani ya plastiki inaishi zaidi ya miaka 350 mpaka 500 bila kuoza. Hiyo ni hatari sana. Sasa tukiacha huo uholela ukaendelea, niseme hivi, mambo ambayo yamekatazwa kisheria hatuwezi kucompromise nayo. Na mimi nitamshangaa mtu yoyote hata kama akisema atupigia simu kucompromise na sheria. Badala ya kunipigia simu mimi, ufanya mchakato mtu kama wewe ni mtu, labda tubadilishe sheria. Lakini kama sheria iliyopo inakataza na wasimamizi ndio tumepewa dhamana ni sisi, hii tutaisimamia sana, tutasimamia sana. Sawa. Mwisho kabisa, ujumbe wako kwa wanaovunja sheria, wanaokiuka sheria na chochote ambacho unataka kueleza Watanzania, ndio nafasi ya kipekee kuweza kuzungumza nao sasa hivi. Nakushukuru sana. Mimi kwanza nirudie tena hili la kwamba Tanzania ni mwenyeji wa COP 12, mkutano wa 12 wa makubaliano ya Nairobi. Ni jambo kubwa sana. Mkutano huu hufanyika kila baada ya miaka miwili. Mara ya mwisho ulifanyika mwaka 2024 kule Madagascar. Na kule Madagascar walituchagua sisi kuwa mwenyeji wa mkutano huu. Lakini si tu hivyo, tumekuwa ndo wenye viti wa ile kamati secretariat ile ya muungano wa hizi nchi 12 ambazo tupo sisi Tanzania, ipo Somalia, ipo Mozambique, iko Afrika Kusini, lakini iko Ufaransa, iko Komoro, Mauritius, Seychelles. Wote hawa watakusanyika Dar es Salaam. Hii ni fursa kubwa sana. Na hii imeendelea kuonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwa champion wa diplomasia ya uhifadhi wa mazingira. Maana watu wamezoea kusikia diplomasia ya kiuchumi. Hii ni diplomasia ya uhifadhi wa mazingira. Nchi zote zitakuwa hapa. Na ndio maana nikakwambia sisi kwenye ukanda huu kwa habari ya uhifadhi wa mazingira tuko mbali sana. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania watumie fursa hiyo kufanya biashara zao, kuwauzia wageni bidhaa, lakini watumie fursa hiyo pia kuonyesha ukarimu wetu wa Kitanzania kwa wageni wetu hao watakaofika. Naam, ni Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa, tukizungumza naye hapa. Kabisa, ameongea kitu kizuri sana kuhusiana na COP hiyo. Uko unasemaje? Ni mmoja mkubwa sana. Lakini tunafikiri sisi kwa ukubwa wa Clouds 360 kipindi chetu na Clouds Media kwa ukubwa wake. Ndio. Tunaomba tuubebe pia mkutano, kama tutakaa vizuri tuka align vizuri, basi itapata mileage kubwa sana. Tunawashukuru sana kwa huo utayari. Na kwa kweli sisi ndani ya wizara nitawaunganisheni na katibu mkuu wetu wa wizara. Nashukuru sana. Mtaendelea naye kwa uzuri kabisa. Nashukuru sana mheshimiwa. Sawa mheshimiwa, sisi tunaenda kuhitimisha Clouds 360, lakini ile tukupe nafasi ya wewe kuweza na wewe kwenda kuendelea majukumu mengine. Mimi nikuulize, wewe unapenda michezo, mpira, kombe la dunia? Wewe likiendelea, wewe timu gani bwana? Mimi napenda mpira. Lakini mpira mara nyingi hasa ya mashindano makubwa kila yakifanyika mimi huku mwishoni huwa yananiacha na huzuni kwa sababu huwa napenda timu za Afrika ziwepo. Kwanza huwa napenda system yetu wenyewe Tanzania iwepo na au ya nchi za Afrika pia ziweze kusogea mbele, lakini very unfortunately kwamba timu yako imetolewa kule mwishoni huwa tunaishia kwa wapenzi watazamaji. Pole sana. Asante sana. Kwa kuhitimisha na Mheshimiwa Naibu Waziri ni kwamba jana ilifanyika nusu fainali ya kwanza ya michuano klabu ya club. Naanza kuvurugika kama ya michuano ya kombe la dunia ambako ulikuwa ni mchezo kati ya Hispania dhidi ya Ufaransa. Lakini tofauti
wengi walivyokuwa wametabiri kwamba pengine Hispania ingeishia pale, kwamba Hispania katoboa. Ufaransa katoka? Ufaransa katoka. Jana sikuangalia bwana. Goli 2. Kwa hiyo Spain anakwenda moja kwa moja kwenye finali. Sasa leo kuna mechi nyingine kati ya England dhidi ya Argentina. Nani anakwenda kucheza finali na Hispania? Mida ni mizuri. Kwa mfano muda wa jana tumeangalia saa 4. Sijui leo itakuwa ni saa ngapi. Ilikuwa saa ngapi? Anyway. Ndio tunakwenda mwisho. Tabiri zilikuwa nyingi sana kwa siku ya jana, lakini niliwaambia hapa na mwenzetu wa tupatupa kwamba mambo yanaweza kabadilika. Mpira ni dakika 90. Kwa hiyo poleni kwa washabiki wa Ufaransa. Mimi nilisema shukrani kwa timu nzima ya taifa ikiongozwa naye director Marcel Kitabu. Asante my brother Papo PJ, lakini tulikuwa na Dr. Sam Sasali hapa kwenye uchambuzi wa magazeti. Tumekuwa naye Ezra Kahaya, Shagile, Richard Kitori. Mimi naitwa Sofia Kesi. Hatuna ziada mpaka tena wakati mwingine. Shukrani sana mheshimiwa naibu waziri. Pia nitamuuliza kuhusiana na kifimbo, maana kuna jamaa anasema maana jamaa ni maarufu sana kwa jina la Mamba. Sahihi. Basi Mamba tunashukuru sana. Asante sana mheshimiwa. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Asanteni sana. Kwako Ezra Kahaya.